akaimiliki. Kwa nini? Kutokana na kule kujishusha. Kwanza aliacha utukufu, akakubali vyote, mpaka akawa mwanadamu, akawa mtumwa, akakubali kutemewa mate, akakubali kupigwa paka, akakubali kuuliwa. Na ndio maana sasa Mungu akamuinua kutokana na ule nini? Ule unyenyekevu. Kwa hiyo katika maisha yako, penda kunyenyekea, penda kushuka, penda kuwa chini ya watu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Mahali utakapojiinua ndio mwanzo wa kuinuliwa kwako utakapokuja. Wakisema, je, huyu ndiye aliyetetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona shetani alipokuwa mbinguni, alijiinua mara 5. Anasema nita. Ukisoma hapo mstari wa 15 anasema, anaanza sasa. Mara ya kwanza nitapanda mpaka mbinguni. Mara ya pili nitakiinua kiti changu, nami nitaketi, nitapaa, nitafanana naye na aliye juu. Mara 5 anajiinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokana na kule kujiinua alionyesha kiburi. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana akashushwa mpaka chini. Lakini ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 7. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena akaonekana ana umbo kama mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Tunaona Yesu alijishusha mara 7. Shetani alijiinua mara 5, lakini Yesu akajishusha mara 7. Kwa nini? Kutokana na kule kujishusha kwa Yesu, Mungu akamuinua. Bwana asifiwe sana. Mungu Mwana jina lake ni Neno, lakini Mungu Baba jina lake ni Yesu. Ila Mungu mwenyewe akaamua kumkirimia jina. Kuna mahali pengine Biblia inasema kwamba akalithi jina, na kwamba jina la Yesu kama Yesu ni jina la Mungu, lakini Mungu akaamua kumpa lile jina mwanae, sasa kama akamkirimia jina ambalo ndio Yesu, ila yeye anaitwa Neno. Na Biblia inasema kwamba mwanzo kuona Neno naye fika mahali ujulikane mimi ni fulani. Hapana. Usitake sana watu wakujue kama wewe ni nani. Hapana. Shuka. Hata kama mtu atakudharau, Mungu mwenyewe ndiye atakayekutambulisha. Bwana asifiwe sana. Baada ya Yesu kufa msalabani, tunakuja kuona hawa walinzi ndio sasa wanashtuka. Aisee, huyu kumbe alikuwa ni mwana wa Mungu. Lakini mwanzoni walimpiga, walimtemea mate, lakini dakika za mwisho Mungu anamuinua. Ndipo sasa wakajua kwamba aisee, ama kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Mungu mwenyewe ndio sasa akamtukuza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika maisha yako, penda sana kunyenyekea, penda sana kushuka, kwa mtu kubali. Hata kama mtu atagusa utukufu wako, acha aguse. Lakini hebu kubali kunyenyekea, kubali kushuka ili Mungu mwenyewe akuinue. Bwana asifiwe sana. Kwa kumalizia, Yesu siku moja baada ya kuwatolea wanafunzi wake mfano, kwamba ule mfano akamwambia kwamba imewapasa muombe Mungu pasipo kukata tamaa. Akawapa ule mfano wa kadi. Ukishuka pale chini, Yesu anazungumza, anasema palikuwa na Farisayo na mtoza ushuru wameingia kumwomba Mungu. Kila mtu anafahamu hiyo habari. Huyu akaomba akamwambia Mungu, nitazame mimi sio kama watu wengine. Kwa juma nafunga, natoa zaka, na huzuria hivi na hivi na hivi, akionyesha, akijielezea mbele za Mungu ni kweli anafanya vile. Lakini mtoza ushuru yeye alishuka, akanyenyekea mbele za Mungu. Hakuthubutu hata kuangalia juu, lakini akalia, akaomba toba mbele za Mungu, kuonyesha kushuka, kunyenyekea mbele za Mungu. Biblia, Yesu akasema kwamba mtu atakayejiinua atashushwa, lakini atakayejishusha atainuliwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye maisha yako, penda kushuka. Tumesema jambo la kwanza, fanya bidii katika kumtafuta Mungu. Kwenye huduma yako, fanya kwa bidii. Fanya yote kwa bidii mbele za Mungu, na Mungu atakusaidia. Jambo la pili, hautakubaliwa na mtu yeyote kwenye maisha yako.
unapotumika mbele za Mungu, kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo jua kabisa kwamba si kila mtu kwenye maisha yako atakubali unachokifanya. Kwa hiyo fanya kile unachokisikia moyoni, usifanye kwa kumsikia mtu anasema nini. Na jambo la tatu, kwa sababu Mungu amekupa karama, amekupa huduma, amekupa utumishi, amekupa kufanya mambo makubwa katika ulimwengu huu, kuwa mnyenyekevu ili Mungu akufikishe mbali zaidi. Naomba tusimame. Najua hapo mahali ambapo Mungu amesema na wewe ushahidi wa moyo wako. Hebu kumwambia Mungu akusaidie kwa kadri ya jinsi ambavyo unasikia neno lake. Mimi ni mwanadamu tu, wewe nisijue sana iliyoko moyoni mwako ama ni wapi Mungu amesema na wewe, lakini wewe ushahidi wa moyo wako, sema na Mungu, mwambie ni wapi akusaidie, ni wapi ambako naona kabisa hapa nimefungukiwa. Mwombe Mungu. Mungu wa uzima, nasema asante kwa neno lako hili. Baba, tumekusikia ukisema nasi mambo machache matatu kwa habari na jinsi gani Mungu wa uzima tuishi na kutumikia wewe. Mfalme, Mungu wa uzima, naona mfalme wote waliofanya bidii katika kutafuta wewe, Mungu amekuona wewe mfalme na amekuthibitisha katika mambo mengi. Wengi Mungu wa uzima walionyesha misimamo yao Bwana Mungu baada ya kutamaa kwingi, Bwana Yesu amekuona wewe. Na wengi walionyenyekea chini ya mkono wako uliodai, Bwana Yesu uliokweza wakati wako, kwa sababu Mungu wa uzima, kama jinsi Yesu alivyonyenyekea Bwana Mungu hata ukawa namna mtumwa, lakini Mungu wa uzima alikuinua juu Bwana Yesu hata uketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Asante kwa jinsi hii na kwa namna hii ambayo Mungu amesema na sisi. Mwokozi, nakusihi sana, endelea kutusaidia, ukitujalia bidii, ukitupa Bwana kusema kufanya zaidi, na ukitusaidia kunyenyekea kushuka, ili kwa Mungu wa uzima mengi Bwana mfalme napata kudhibitika na kudhihirika. Mwokozi, nakutukuza sana. Asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako mkuu. Baba, ninainua jina lako, ninasema asante kwa matendo yako makuu, ninasema asante kwa fadhili zako za kweli. Baba, ninakuinua, ninasema asante kwa matendo yako, ninasema asante kwa baraka. Bwana Yesu kubarikiwe, utukuzwe kwa maana Mungu umestahili. Baba, ninainua jina lako, uwe nasi mfalme. Baba, nakutukuza, libarikiwe jina lako, litukuzwe, uwe nasi mfalme, na kutukumbusha zaidi, kutufundisha zaidi na zaidi katika maisha yetu Bwana. Baba, nakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mshangilie.